Yes, karibu tena ndani ya mada yetu ndani ya Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson Reporter, mwenyewe ndani ya media Bukavu TV. Ukiniona katika eneo hili ama katika mnara huyu, nakuja kupasha habari ya uhakika, na kwa kweli leo ni muda wetu wa saa 12 wa jioni na dakika 30 kuwapasha habari ifuatazo. Lakini mkiangalia sehemu za juu leo kwa kweli mjua imefikisha muda kama winga linawaka katika eneo ya Walikali, lakini bado nikuja kueleza habari ifuatazo. Inabidi ufanye subscribe, like, comment ili mara kwa mara ufuatilie vipindi vyetu, usije kwa kunisikiliza kwa bure tu, ama sio? Na ukitazama video hii inabidi ushare kwa marafiki zako, endelea kupartager partout votre ami. Na katika mada yetu nakuja kuwapasha leo tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2020 na ngapi na sita. Nilikuwa nimewapea habari ya mchana kusema tayari wazalendo wamesha kushika eneo ya Kavumu, lakini bado mambo yalikuja kubadilika katika historia. Nawapelekea kurasa zangu haraka haraka leo, sitaki kuwakawisha. Tayari wazalendo wameondolewa katika eneo ya Kavumu tayari. Hii ni taarifa nawaletea kwa saizi muda wetu wa jioni, lakini tukielekea katika eneo ya huko sasa, mahali mambo imechamuka sasa, wazalendo kwa wazalendo wanaanza kuchapana sasa. Wanajeshi wa wazalendo kwa sasa, habari niko nayo ni habari ya machozi zaidi. Ni hatua chama cha wazalendo, wale wasiozi wazalendo wa Uvira na wazalendo wa kuanzia tayari huko teritware ya Kabare kuelekea Shabunda, Manyema na kuelekea sehemu zingine huko sehemu ya huko Masisi, wazalendo wako huko wameendelea kuandamana sasa. Hili ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV nimewaletea saa hizi. Ni kwa sababu gani? Niliwaeleza tayari, kazi yote bila umoja ni kazi bure zaidi, na nilisema mkiwa watu inabidi washikane. Nilikumbuka kwenye kipindi changu niliwahi kuongea, nilizungumza tayari kusema ndani ya wazalendo kuna wale wanapewa kitu, kuna wale wanakula, yani wanapewa mshahara na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuna wengine wanaenda kwenye mapambano bila msaada yoyote, lakini wanatetea wanajeshi, wanatetea haki ya binadamu, wanatetea raia wote kwa ujumla. Lakini maswali ni kwa nini wameleta kitu inaitwa tribalisme? Nous sommes de tribalisme au Congo, vous êtes de tribalisme jusqu'aujourd'hui. Na kama rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine Chilombo anaweza kuwa alipeana msaada wa kupea wazalendo wote, kwa sababu najua kitu moja, rais hawezi kupeana msaada yote kwa watu wa moja. Rais anapeana msaada kwa watu wote, lakini wale wenyewe waliopokea msaada huo ndio wale wanaleta tribalisme, wale ndio wanaleta ubaguzi kwa wamoja. Mimi naongea hivi upande moja, nilizungumza kwa sababu gani? Katika Jamhuri ya Demokrasia, kwa sababu vita, watu wamalize vita, ni kwa sababu mambo ya ubaguzi ikimalizika hiyo point 3 tayari ubaguzi ama tuseme vita itamalizika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hata kama sirai kwe vipi, lakini nuso de population, wanajeshi wako na tribalisme, viongozi wako na tribalisme. Au moment là, la guerre vous ne pouvez pas terminer jusqu'à là au Congo. Au moment là, s'il vous plaît, tumefuatilia hizi vitu hatua tayari. Mnakumbuka ilikuwa ni tarehe 19 tarehe 18 William ya Kutumba amezungumza katika eneo ya hapo plateau ya Fizi, akazungumza kusema kila mwanajeshi wote mwenyeko ndani ya wazalendo inabidi apokee $325. Mnanielewa vizuri? Lakini kwa sasa wanajeshi wamoja wa wazalendo kutokea eneo ya Kabare, kutokea Walungu, kutokea Shabunda, kutokea Manyema, kutokea Mwenga, kutokea eneo ya Masisi huko Ruchurwa, wale wamoja hawajapaa hata msaada yoyote ndani ya serikali. Na hiyo serikali, rais amepeana msaada wake tayari wa kusaidia wanajeshi hawa raja de poche, chakula, ili wakelekea katika uwanja wa mapambano wawe na nguvu. Kwa sababu gani? Hauwezi kupigana na adui na uko na njaa. Hauwezi kupigana na adui kwa kweli. Kwa sababu gani?
Wamoja wamesema tayari kuna wale wameuza ufugo zao juu wanunue bunduki. Nataka msikilize kiongozi wa wazalendo, mtetezi wa wazalendo atazungumza nini na sisi hapa katika mada wetu wa leo, aelezee watu kwa kuhusu changamoto wanapata ndani ya vita kama wazalendo, ni kwa nini au wamoja wanawadepage, wengine wanapata msaada kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tunajua rais hawezi kufanya kitu kama hicho. Tuelewe vizuri. Kwa majina naitwa Observance Abubakari Sinyemla Chombo. Okay. Niko Observance wa General Abdul Matata Banda Marubarika. Nafikiri watu wengi wanaofahamu Rubarika inapatikana katika maeneo gani? Rubarika inapatikana katika territory ya Uvira. Okay. Na vile vile mgrupema ya Luvungi Itara. Okay, thank you. Kwa njia ya pili, mimi niko porte-parole wazalendo wa territory ya Kabare na vile nzima ya Bukavu. Okay. Kwa niaba ya kwanza nitazungumza kama vile msemaji wa wazalendo wilayani Kabare, kwa sababu pindi sisi tuliposikia ya kwamba rais wetu Mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amepeana msaada, kumbuka ya kwamba ni haki kuwapatia wazalendo prime de combat. Wakati tulisikia hili neno, wote tukajawa na furaha na tukajua kwamba rais kweli ameona kazi ambayo sisi wazalendo tulioifanya kufanya defense ya patri. Okay. Isipokuwa sasa, ndugu mtangazaji, sisi tunaendelea na kusikitika kwa sababu tukiangalia wazalendo ambao wanapatikana katika mji wa Bukavu katika territory ya Kabare, sisi tunaendelea kusikitika kwa sababu pindi tunaposikia hizo pesa zimetolewa, lakini huwa Kabare hatukupata taarifa yoyote ile. Okay. Kwa sababu ukiangalia tokea mwezi wa pili pindi M23 ilipoiteka vile ya Bukavu, kwa kweli jeshi letu la taifa lilichukua hatua ya kuacha mji moja kwa moja. Lakini sisi kama vile wazalendo, watoto wa mji, tuliendelea kukamata defense ya patri kwa sababu kuanzia mwezi wa pili 2025 hadi leo mwezi wa pili 2026, nafikiri mwaka za Bukavu huwa mara kwa mara sisi tunashambulia adui, kwa sababu ukiangalia wilayani Katana, Kabamba, Kavumu, Kalehe, Chivanga, Miti, Mudaka, tunakuja upande wa vile ya Bukavu, Bagira, Nyantende na kadhalika. Wazalendo wako imara na wanapambana na adui masaa 24 pasina kupewa mshahara wowote ule, kwa kutegemea kufanya utetezi wa nchi yetu. Sasa sisi kama vile viongozi na wasemaji wa wazalendo tunamwomba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aendelee kujua ya kwamba uzalendo hauishie katika teritwari ya Uvira, uzalendo hauishie katika teritwari ya Fizi, kwa sababu tukiangalia ndugu zetu ambao wanapatikana huko Mwenga wanaongozwa na Jemedari Matebura Nyakiriba wilayani Mwenga na vilevile wako defense ya patri. Tukiangalia ndugu zetu ambao wanapatikana Shabunda, Kalehe, Consort, wale wote wanaendelea kufanya defense ya patri. Sasa tunajiuliza kwa nini serikali inawakumbuka wazalendo wanaopatikana Fizi na Uvira, asina kuwakumbuka wazalendo wanaopatikana Kabare na katika mji wa vile ya Bukavu zima. Kwa sababu tukiangalia ndugu mtangazaji, huko kuanzia maeneo ya Nyangezi, tunakuja huko Kamisimbi, tunaenda Walungu, tunakuja Kabare, wazalendo wako imara na wanaendelea kupambana na adui masaa 24. Na hili swala ndugu yangu mtangazaji, kwa kutofikia kwa hii pesa, sio hata Kabare yenyewe, kwa sababu nikiangalia katika unite ambayo mimi mwenyewe natumika kama vile observance, unite ya General Abdul kwa wilayani Rubarika. Rubarika ni mteritori ya Uvira, kwa sababu huwa watu wanashindwa kuelewa na vile vile viongozi ambao wametumiwa kuja na hiyo pesa, kuna kitu ambacho hawakuelewa. Kwa sababu pindi tulipotoka Katogota, Kamanyola, sisi wote tulienda kamati ya repli strategique katika mji wa Uvira. Lakini pindi adui alipoiteka vile ya Uvira, ilionekana wazalendo wakawa kama vile wanakuwa
PA wakawa wanaenda vikundi hadi tofauti. Kwa sababu tukiangalia hata kwa leo kuna baadhi ya wazalendo wale ambao wamekutaniwa katika mji wa Uvira ndani ya adui ameshaingia, wa wale ambao walijaliwa kutoroka wamoja wao walivuka hadi Burundi. Na vile vile ndugu yangu mtangazaji, unajua wale ni watu ambao kidogo tu hizi ni ndege zinaendelea kupita hapa. Niliwaambia katika eneo ya Walikale, ndege zinakuwa zinaendelea kupita zaidi mara kwa mara. Hizi ndege hazijenda, hii ni ndege inapita mbali sana, inatoka mahali ya Pingi. Kwa sasa inaendelea Peti sasa hapo. Lakini sio ndege ya kivita, hii ni ndege kawaida tu ya kubeba watu. Mambo yanaendelea kubadilika hapa eneo, lakini tuende kumsikiliza kiongozi kisa anavyotueleza. Hebu endelea kutuambia. Lakini pindi mji ilipotekwa ilibidi sasa waangalie namna ya kuvuka pale, kwa sababu ilionekana ile ndio njia moja inabakia, kwa sababu adui alikuwa ameshadhibiti Poro Kalundu, adui alikuwa ameshadhibiti ule upande wa Kiliba. Ikaonekana njia moja ya wao kukamatia repli strategic wavuke Burundi. Nao vile vile wana haki ya kupewa ile pesa, kwa sababu wote wako katika defense ya patri, na wale ndio walikuwa wanakamata resistance mvile ya Bukavu. Tukirudia huko kuanzia upande wa Lemera, Ndolera, Lubarika, Monanira, Mitimbili, ndiko ambako sisi tuna deploy kuendelea hadi Manyangezi kule. Wale wote wanapatikana katika territory ya Uvira. Kwa sababu ukiangalia Ndolera kule ni territory ya Uvira, unaingia Lemera territory ya Uvira, tunaenda Lubarika, tunaenda kule Mitimbili, tunarudia huko Monanira. Wale wote ndugu yangu kidogo bwana kiongozi, hapa kunaendelea kupatikana ndege za kivita hapa sehemu ya hapa Walikale, lakini wewe unisikilizage tu, bado utakuja kutueleza. Nakwambia hapa kwetu Walikale mambo yanaendelea kupatikana vibaya sana. Ni hizo ndege ndio hizo kabisa. Muda wa saa 12 na dakika 30 ndege inaendelea kupita, inaenda katika eneo inaitwa Peti. Inaenda Peti, naona inaelekea katika eneo ya Mweso. Kwa sasa hizi ndege ni hizo drone ndio hizo zinaanza kupita sasa hapa muda wa jioni. Na kuambia hapa kwetu mambo yanaenda kubadilika sana mara kwa mara. Unajua dakika kidogo tu msitoke, ama watu wangu msikuwe na wasiwasi yote. Naendelea kuwapasha kianza kulipua vitu, na waambia mtalisamee kidogo. Ndio hiyo kabisa. Mashallah, asante sana. Naona ndege imepita Peti kabisa, haijaangusha kitu chochote hapo, kwa sababu mnakumbuka Peti hapo Walikale ni mahali tayari wanajeshi wa hasi wa M23 wanakuanga, lakini naona hiyo ndege inapita tu, haijafanya chochote. Nataka endelea kutueleza hapo kiongozi, endelea. Hawakupata kwa sababu hata mimi mwenyewe unité ambayo Egle ya General Abdou ambayo mimi naongoza ndani, hakuna askari ambaye amepewa pesa, kwa sababu pesa yenyewe imeazimiwa kupewa wale ambao walipatikana katika vile ya Uvira, kuanzia Kiliba hadi Uvira, na vile vile kuanzia Makobola hadi Fizi. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwaomba viongozi na vile vile kumsihi rais wetu Mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kwa sababu tunajua yeye ni baba na yeye ni mzazi, na baba anatakiwa kukadiria, na baba anatakiwa kufikiria kunako watoto wake wote, kwa sababu pindi wazalendo wa vile ya Uvira watakapopata, ikaonekana sisi ambao tunapatikana Lubarika hatukupata, ikaonekana wale ambao wako Ndolera hawakupata, wale ambao wako Monanira hawakupata, na wale ambao wanapatikana Kabare hawakupata, vile ya Bukavu hawakupata, Mwenga hawakupata, Shabunda hawakupata, vile vile Kalehe hawakupata, Katana hawakupata, itaonyesha picha mbaya, na sisi kama vile wa Seigneur de Guerre tutaona kama kuna upendeleo, kwa sababu wakati tunafanya swala lolote lile la kupigania mji huwa sisi tunajua hatuna mpaka, kwa sababu mimi mwenyewe ndugu yangu mtangazaji ni mzaliwa wa Kabare, lakini nilikutaniwa hii vita yote nimepambana katika vile ya Uvira. Unaona hapo mnavyonisikiliza kiongozi, kidogo tu tutakuja kupigia baadaye kidogo tu, na mnasikia vizuri nyinyi wenyewe jinsi anavyozungumza. Amezungumza tayari ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama ndani ya serikali kuna kitu inaitwa upendelevu ama ubaguzi. Bado najua kitu moja, ama tuelezee watu kwenye mfano moja. Hakuna rais akiachilia pesa
hajaachilia pesa kwa watu wamoja. Tatizo ni wale waliopokea hizo pesa, kwa sababu hao wenyewe wajimize ili wengine waumie, na ndio maana unajikuta sasa ndani ya vita ama ndani ya wazalendo kuelewane na kuwa ngumu. Ndio maana unajipata kuna wale wanajiondoa na kuwa wezi, kuna wengine wamejiondoa na kuwa wahasi, wanaenda kuiba katika vijiji tofauti, na kuna wengine wanaondoka wanaenda kufanya kuharibu eneo tofauti. Lakini katika umoja ama kiongozi wanaosimamia wazalendo, na kama anajua tayari amepewa fedha, amepewa haki ya wazalendo, amepewa haki ya wanajeshi wote, ni kwa nini yeye mwenyewe hizo hela aziminye kivyake ili agawanye na watu wake, mandugu zake wale wanafanya kazi wanajuana, wengine awakate, yani wengine awaweke kinyume? Kwa kweli hiyo sio haki ya mtu anayotetea wenzake. Na kwa sasa hii ilikuwa ripoti kutokea ndani ya media Bukavu TV. Mimi sije kwa kuja kwa kuwa but nawaambia kitu moja, umoja ndio nguvu. Na katika wazalendo hawa wenyewe wameteuliwa wasiopewa fedha, ikiwa hatua mapambano ikikuwa wakijiunga na waasi wa M23, watu hawatawalaumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao tayari wametengwa tayari ndani kama chama cha wazalendo ama wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia, ama wale wanaopigania haki ya tout le monde congolais, wanaopigania sehemu yao kama wengine jinsi wanaopigania sehemu yao. Lakini tukiangalia viongozi wanaosimamia hivyo wanavyoelewa, wanasikia kitu tunavyozungumza katika mara kwa mara. Hii ni media Bukavu TV, naendelea kuwapasha habari ifuatazo mara kwa mara. Nawatakia usiku mwema, muwe na usikilivu mwema. Tutakuja kuwapasha habari letu la asubuhi mapema tarehe 22 itakuwa ni Sunday, ama sio? Habari ili muendelee kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kufikia mara kwa moja, ama sio? Nawatakia usiku mwema, muwe na usikilivu mwema.